Katika mwaka 1849 kipindi cha kiangazi, kulikuwa na ugonjwa hatari sana ambao ulienea katika hii nchi na kuua watu wengi sana. Yaani ilikuwa iangaliwe ni tajiri au maskini, ukikutana nao tu kwisha. Lakini mbali na huo ugonjwa, watu pia walikuwa wakiishi kwa hofu kubwa sana, wakihofia vitendo vya kikatili ambavyo vilikuwa vikitokea mara kwa mara. Yaani matukio yalikuwa yakitokea kwa namna ambayo ni ngumu hata kuelewa. Hapa tunamwona mwanamke mmoja ambaye anaitwa Sarah. Huyu amekuwa akiishi maisha ya upweke sana, yeye pamoja na binti yake mdogo ambaye anaitwa Hela White. Lakini Hela hakuwa mtoto wa kawaida hata kidogo, kwa sababu kila kitu anachokigusa kilikuwa kinakufa hapo hapo. Ndio maana muda wote alikuwa akivaa gloves kwenye mikono yake ili asije akaua watu na wanyama kwa bahati mbaya. Huyu Sarah ni black kabisa, lakini mtoto wake ndio kama hivyo, ni mzungu, na utakuja kuelewa hapo mbeleni ni kwa nini amejifungua huyu mtoto. Sasa siku moja bwana, binti alitoka nje na kuelekea kwa farasi wao, alafu taratibu akavua gloves zake pale, kisha akamgusa yule farasi kwa mkono wake bwana. Huwezi amini, sekunde chache baadaye yule farasi akaanguka chini na kufa hapo hapo. Yaani mama yake aliumia sio poa kwa hiko kitendo, lakini ndio hivyo tena, alikuwa tayari ameshaanza kumzoea namna alivyo. Sasa kutokana na hali hiyo, Sarah akaamua kwenda mjini bwana kutafuta msaada. So aliondoka na mwanae mpaka kwa askari wa jiji. Alivyofika kule, alimuomba msaada wa kumsindikiza kwenda Roscona, na huko ilikuwa ni sehemu ambayo kulikuwa na mhubiri fulani maarufu sana, na pia alikuwa akiaminika kuponya matatizo ya ajabu kama hayo. Lakini ofisa hapa akasema kwamba hakuna mtu yote ambaye anaweza akakubali kuongozana na mtumwa aliyepewa uhuru pamoja na mtoto wake ambaye kila mtu anaamini kwamba analaana. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana. Mbali na hiyo, Sarah hakuwa hata na pesa kabisa ya kuweza kumsafirisha. Sasa pembeni yao tunamwona Dr. Stilbender ambaye alikuwa ni daktari wa huu mji, lakini alikuwa ni cha pombe sio poa, na ameshajipotezea heshima yake kwa wananchi kutokana na hiyo tabia yake. Sasa daktari huyu aliweza kusikia mazungumzo yao, lakini akawa haonyeshi interest yoyote ya kusaidia. Sasa baada ya kuona kwamba hakuna msaada wowote, Sarah akaamua yeye na mtoto wake waanze safari peke yao. Kabla hajaondoka, aliweza kupitia duka moja hivi la Mr. Grayson. Huyu mzee bwana alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana kwenye huu mji, na hapa Sarah alikuja kununua chakula kwa ajili ya safari. Kisha alimuomba huyo mzee aweze kutuma ujumbe kwenda huko Roscona ili kumtaarifu huyo mhubiri kwamba wao ndo wanataka kwenda. Lakini muda mfupi baadaye tunamwona Miss Atweta, mwanamke tajiri sana ambaye alikuwa akimiliki benki moja hivi kwenye huu mji. Sasa bi mkubwa hakupenda kabisa kumuona Hela hapa mjini kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimuogopa sana. So alimchimba sana mkwara Sarah na kumwambia kwamba kama atakuja kurudi tena kumleta mtoto wake mjini, basi atahakikisha wote wawili wananyongwa hadharani. Wakati huo ugonjwa uliokuwa unasambaa kwa kasi ulikuwa umeshaua watu wengi sana, kiasi kwamba wananchi wakawa wameshaanza kupoteza imani na dokta ambaye wanamwaminia huyo Dr. Benda. Wengi waliamini kwamba hatoweza kupata utatuzi juu ya huo ugonjwa. Sasa kutokana na huzuni na msongo wa mawazo, daktari huyo alikuwa ameshaanza kutumia dawa kali sana za usingizi ili aweze kupata usingizi usiku, maana kichwa kilikuwa kiko moto muda wote. Lakini huwezi amini bwana, dawa hizo zilikuwa zikimletea hallucinations. Sasa hallucination ni ile hali ambapo mtu anaweza akasikia au kuona vitu ambavyo havina uhalisia hata kidogo yani. Na mara nyingi alikuwa anaona maono ya binti yake aliyekufa aitwaye yani akiongea naye kana kwamba bado yupo hai. Sarah alikuwa akiishi eneo moja na jamaa mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Edward Hatch. Huyu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa na moyo mzuri sana, lakini akili zake zilikuwa ni kama zimefyatuka kidogo. Lakini uzuri ni kwamba alikuwa akimsaidia kazi za shambani sana yani. Kama nilivyokuambia, huyo Edward alikuwa akifanya kazi kwenye shamba la Sarah ambalo Sarah mwenyewe alikabidhiwa na mwanaume mmoja hivi ambaye anaitwa Worthington kabla hajafa. Huyo jamaa alikuwa akimmiliki Sarah, yani alikuwa akimfanya Sarah mtumwa. So kabla ya kufa aliweza kumpatia hilo shamba. Sasa usiku mmoja Miss Atweta aliweza kupata habari kwamba Dr. Benda ameanguka tena katikati ya mji akiwa amelewa chakari. Sasa kwa sababu alikuwa akimiliki benki moja hivi mjini, huyo Dr. Benda bwana kumbe alishawahi kwenda kukopa kwenye hiyo benki. Sasa Atweta akamwambia inabidi alipe madeni yake yote na aondoke kabisa hapa mjini, na hiyo ni kutokana na hali yake kuwa mbaya kifedha. Sasa kutokana na kwamba Dr. Benda naye hakuwa vizuri kifedha, aliamua kukubali ombi la Sarah bwana ili aweze kupata pesa kidogo. Usiku huo akaenda kwa Sarah na kumwambia kwamba amekubali kuwapeleka huko Roscona. So alipanga kuondoka alfajiri ya siku inayofuata. Na palipopambazuka tu, Edward akamrukia Dr. Benda bwana akidhani kwamba ni jambazi. Sasa kwa bahati nzuri Sarah aliweza kufika pale kabla mambo hajakuwa mabaya. Basi bwana alimtetea Edward kwa kumwelezea Dr. Benda kwamba huyu kijana na matatizo ya akili tangu alivyozaliwa. Sasa kabla ya kuondoka, Sarah alimkabidhi Edward nyaraka fulani hivi za umiliki wa shamba. Na anafanya hivyo kwa sababu
hajui kama yeye na mtoto wake watarudi salama kutoka kwenye hiyo safari. Sasa wakiwa safarini, Dr. Benda akamwambia Sara kwamba haamini kabisa kama kuna nguvu za giza ndani ya Hela. Kwa mtazamo wake, anaamini kwamba mtoto huyo ni ugonjwa tu. Pia daktari huyo hakuwa anaamini mambo ya kimungu kabisa yani. Lakini kila alipokuwa anajaribu kuzungumzia juu ya mke wake Dr. Benda ambaye alishafariki miaka iliyopita, daktari alikuwa akikwepa sana hiyo mada. Baadaye ukweli ukaanza kujulikana bwana. Kumbe sasa mke wa Dr. Benda alikuwa na mahusiano ya siri na mume wa Sara ambaye alikuwa akiitwa Joseph. Baada ya watu kugundua hilo, Joseph alinyongwa, huku mke wa daktari naye aliweza kujiua kwa sababu ya aibu. Usiku wao wa kwanza safarini, waliweza kuvamiwa na mwanamke mmoja hivi ambaye anaitwa Miss White. Huyu bwana alikuwa ni mwanamke jambazi, tena alikuwa na roho mbaya sio poa. Lakini pia alikuwa na mwenzake ambaye anaitwa Gibson. Jamaa lilikuwa lina nguvu hatari. Gibson aliweza kumwamuru Dr. Benda na kumwambia kwamba aweke bunduki yake chini, alafu Miss White naye akawanyang'anya chakula chao pamoja na maji yote, yani wakachukua. Sasa baada ya uporaji huo, majambazi hao wakaamua kumchukua Hela kama dhamana ili kuhakikisha hawafuatwi. Lakini kabla hawajaondoka, Edward aliweza kuja ghafla kutokea gizani na kumrukia yule Gibson bwana. Katika purukushani hizo, Gibson aliweza kumpiga risasi kwa bahati mbaya mwenzake ambaye ni Miss White. Sasa baada ya kuona hivyo, Miss White akakimbia na chakula chote ambacho alikuwa amekichukua pale. Gibson mwenye hasira kali sana akaanza kumnyonga Sara bwana. Lakini Sara akafanikiwa kuichukua ile bunduki na kumpiga risasi Gibson mpaka kufa. Kesho yake waliendelea na safari yao bila chakula wala maji. Sasa kutokana na njaa kuwa kali pamoja na kiu, Dr. Benda aliweza kutoka kidogo kwenda maeneo fulani hivi kwenda kutafuta msaada wa chakula au maji tu. Lakini aliweza kukuta maiti ambayo imekatwakatwa vipande tena vizuri sana, kana kwamba mtu aliandaa hilo eneo kwa ajili ya kufanya huo uhalifu makusudi kabisa. Basi bwana alivyorudi akawa anataka kujaribu kumchunguza Hela bwana, lakini mtoto alikataa kabisa kuguswa kwa sababu alikuwa akiogopa nguvu zake huenda zikasababisha matatizo tena. Sasa ili kumtuliza bwana, Dr. Benda alimpa mdoli mdogo ili aweze kuchezea. Baada ya kumchunguza pale, daktari akasema bado haoni dalili yoyote ya ugonjwa ndani ya huyu mtoto. Sasa muda mfupi baadaye, Edward aliweza kudondoka chini kwa sababu ya njaa na upungufu wa maji mwilini. Dr. Benda aliweza kutumia dawa yake kumzindua na kwa bahati nzuri Edward aliamka tena. Sasa wakati wakiwa wanaendelea mbele, waliweza kukutana na Maggie. Huyu alikuwa ni mwanamke mzee ambaye alikuwa akisafiri na kundi lake kubwa sana jangwani. Ana kwenye hili kundi kulikuwa na mtu mmoja hivi ambaye anaitwa Ima, ambaye huyu alikuwa ni mpwa wake na pia alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana. Ukiachana nao pia kulikuwa na mwingine ambaye anaitwa Stanton. Huyu jamaa bwana alikuwa ni mtoto wa Maggie, lakini alikuwa ameathirika vibaya mno na ugonjwa ambao ulikuwa ukisambaa kwa kasi. Sasa Maggie akamwambia kwamba zamani walikuja maeneo ya huku magharibi kutafuta dhahabu, na kipindiko bwana walikuwa na kundi kubwa sana, lakini walikuja kuvamiwa na wenyeji wa maeneo haya ambao waliwaua wanaume wengi sana kutoka kwenye familia yao. Waliwabaka wanawake wote na kuwaua wanaume waliobakia. Mtu pekee ambaye hakuguswa alikuwa ni Stanton, kwa sababu alikuwa na ugonjwa mbaya sana uliomfanya watu wamuogope hata kumkaribia. Sasa wakati Dr. Benda anachunguza mazingira ya pale, aliingia kwenye hema moja hivi akakuta kitanda cha mtoto mchanga kikiwa kipo tupu kabisa. Hapo ndipo akagundua huenda familia hiyo ilimla mtoto wao wenyewe ili kuishi kutokana na njaa kali ambayo ipo maeneo ya hapo. Na muda huo huo Sara pamoja na Edward walikuwa tayari wameshajiandaa kula chakula ambacho ameandaliwa. Sasa Dr. Benda alivyogundua hivyo akataka kumchapa risasi bwana ule mtoto wa ule Maggie ambaye ndo huyo Stanton. Ana Maggie naye wala kukaa kimya, akamwambia kwamba akijaribu kumpiga risasi huyo Stanton basi atamvunja shingo huyo mtoto wa Sara Hela. Kisha baada ya hapo Maggie akamvua gloves Hela ili aweze kutesti mkono wake kana kwamba ajui huyu mtoto ni hatari. Sekunde chache baadaye Maggie aliweza kuanguka chini na kuanza kutapika damu nyingi sana. Ghafla tunamuona Chief Williams bwana. Huyu alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anaaminika sana kwenye mambo ya kiimani na mila za makabila eneo hili, na alimuua yule mtoto wa Maggie ambaye anaitwa Stanton, ambaye Dr. Benda mwenyewe alitaka kumuua. Kwa hiyo hapo akabakia Emma tu ambaye alikuwa akilia kwa uchungu sana kutokana na kwamba ameweza kupoteza familia yake. Na Chief William aliweza kumuua yule Stanton kule akiamini kwamba huenda akawa na roho chafu sana ambazo zingekuja kusababisha matatizo makubwa sana. Sasa kesho yake Chief William na yeye akaamua kujiunga na lile kundi la Sara bwana. Hapa akawaambia kuwa anatafuta watu wa kuweza kusafiri nao kwa sababu maeneo yale yalikuwa hatari sana kwa mtu kuweza kusafiri peke yake. Kwa hiyo alikuwa akiomba kujiunga nao. Lakini sasa Dr. Benda bado akawa hamuamini kabisa huyo Chief William. Ndipo Chief William akaonyesha kovu kubwa sana ambao alikuwa kichwani kwake na kumwambia kwamba wakati uko mdogo Wafaransa walivamia kijiji chao na baadaye akauzwa kwa Waingereza kama mtumwa. Baada ya hapo kabila la Kashan lilimchukua na kumlea kwa sababu alikuwa anajua lugha nyingi sana. Lakini hata hivyo alishindwa kuwalinda watu wake kipindi walipokuja kuvamiwa. Sasa kutokana na kushindwa kuwalinda, aliweza kufukuzwa kwenye kabila hilo na kuambiwa kwamba ni mpaka awe na nguvu kubwa sana za kirondo anaweza akarudi tena, lakini kama sivyo basi hawezi kupokelewa tena. Lakini Chief William alivyoona kwamba watu bado wanakuwa wagumu kumwamini, akaamua kuwasaidia kutafuta maji jangwani bwana. Baadaye Edward alikuja kuchomoa betri bwana baada ya Hela kumkuta
alimkuta akimwangalia mama yake Sara wakati akiwa anaoga. Sasa Edward akawa anajaribu kujieleza kwamba anampenda sana Sara kiasi kwamba anaweza hata akatoa maisha yake kwa ajili yake. Yaani Chief William anapambana kutengeneza uaminifu sio poa. Majira ya usiku, Sara akaamua kufichua siri kubwa sana aliyokuwa ameificha kwa muda mrefu. Hapa akawa anasema baada ya mume wake Joseph kunyongwa, sheriff wa mji, yani askari mkuu wa mji, alikuja kwake akijifanya anachunguza kilichotokea. Lakini walipokuwa kwenye hiyo mission pamoja, sheriff huyo aliweza kumshambulia Sara na kumbaka bwana. Na kama Edward asingefika kwa wakati ule na kumuua sheriff, basi Sara naye angeuawa ili siri hiyo isije kafichuliwa. Sasa baada ya tukio hilo, Sara pamoja na Edward waliweza kuuzika mwili wa yule sheriff kisiri na hawakuwahi kumwambia mtu yoyote ule ukweli huo. Basi bwana, muda si mrefu Sara akapata ujauzito na kujifungua Hela. Hapo ndipo watu wakaanza kuelewa kwa nini mtoto huyo alikuwa tofauti kabisa na mama yake. Yaani mtoto ni mzungu alafu mama ni mweusi, sio poa. Lakini tatizo kubwa zaidi ni kwamba kila kitu ambacho Hela alikuwa akikigusa kinakufa. Sasa kesho yake asubuhi, Dr. Benda alimkuta Edward bwana akiwa amefariki, huku moyo wake ukiwa umetolewa kabisa nje. Kiukweli hiyo ilikuwa ni hali ya kutisha sana. Sasa walipogundua kuwa Hela pamoja na Chief Williams wametoweka, walianza kufuata nyayo za farasi mpaka wakafika kwenye makazi yalikuwa yanaonekana kama vile amepigwa moto. Sasa kushangaza zaidi, Hela alikuwa amesimama katikati yani, alafu haumii wala nini. Sara alikuwa akiogopa sana, lakini Dr. Benda alijaribu kumshawishi kuwa huenda huo uharibifu ukawa umefanywa na watu ambao walivamia eneo hilo na wala sio mwanae Hela. Sasa wakati daktari anazika mwili wa Edward, Sara aliweza kuondoka na mwanae Hela bila mtu yote kujua. Baadaye Dr. Benda aliwakuta karibu na mto, na hapo ndipo akagundua kwamba Sara alikuwa akijaribu kumzamisha Hela ili afe tu, kwa sababu aliamini mtoto huyo ndo amekuwa chanzo cha matatizo yote ambayo amekuwa akikutana nao kwenye maisha yake. Sasa Dr. Benda alikuwa akijaribu kumzuia Sara asiweze kumzamisha mwanae, lakini katika purukushani hizo bunduki yake iliweza kufyatuka na risasi ampiga Sara begani bwana. Daktari aliweza kufanikiwa kumtoa Hela ndani ya maji na kumuokoa, lakini mwili wa Sara uliweza kusombwa na mto na kutoweka mbali. Baada ya tukio hilo, Dr. Benda aliweza kumbeba Hela na kuendelea na safari mpaka kufika huko Roscona. Lakini watu wa mji huo tayari walikuwa wameshasikia habari nzito sana kumhusu huyo mtoto, hivyo hawakutaka kabisa wakae kwenye huo mji na waliwafukuza. Sasa hapa ndo tunamwona huyo mhubiri ambaye alikuwa ni maarufu sana, aliweza kutokea akiwa na wheelchair na kujitambulisha pale, kisha akasema kwamba Hela anatakiwa kuwekwa chini ya uangalizi kwa sababu anaamini kwamba shetani yupo ndani ya Hela. Pia akasema hivi siku sio nyingi ataweza kufanya ibada ya kutoa mapepo juu yake. Sasa kwa muda huo Dr. Benda pamoja na Hela walikuwa wamesharuhusiwa tayari kukaa kwenye hiyo nyumba ya mhubiri, lakini Dr. Benda bado anaamini Hela ni mgonjwa tu, wala sio mambo ya kiimani. Usiku ule ule Dr. Benda aliweza kushambuliwa ghafla bwana. Alipoamka akakuta yupo nje, mbele yake akawa yupo yule mhubiri pamoja na Miss White ambaye ile siku ile alivyokimbia kumbe hakufa. Hapo ndipo ukweli wote ukawekwa wazi bwana. Inaonekana kabisa huyu preacher au mhubiri ndiye ambaye amewatuma Miss White pamoja na Gibson kuhakikisha Hela afiki Roscona akiwa hai. Sababu yake ni kwamba alikuwa anaogopa watu wa mji, endapo ataanza kufa ovyo basi wananchi wangemuona kama yeye ni tapeli tu. Na hii inatuonyesha pia wazi kwamba alikuwa ni mchungaji wa mchongo tu, na ndio maana alitaka Hela afe mapema kabla ya kufika. Basi bwana, huyu mchungaji bwana akamwambia Dr. Benda aweze kusukumwa kutoka juu ya mwamba ili akafie jangwani huko. Lakini kwa bahati nzuri bwana, Dr. Benda aliweza kunusurika kwenye hilo jaribio la kutaka kuuliwa, lakini aliumia vibaya sana. Sasa waliweza kumuona binti yake yani, na eti yani akawa anamwambia kwamba akiwa kama baba hajafeli wala nini, na akamwambia kwamba inabidi avunje mifupa ya mkono wake ili aweze kujitoa kwenye minyororo. Yani hapo anaona kama anaambiwa na binti yake, lakini hilo ni tatizo. Sasa kwa maumivu makali sana Dr. Benda aliweza kujikomboa. Wakati huo huko nyumbani kwa yule mchungaji, wafanyakazi wa pale nyumbani wameweka dawa ya usingizi ndani ya kinywaji cha Hela bwana, ili mtoto huyu aweze kupoteza fahamu. Dr. Benda alikuja kuamka muda ukiwa umeenda sana, so alikusanya nguvu zake pale na kuanza kupanda juu. Cha kushangaza sasa, Sara aliweza kutokea bwana, na kumbe alikuwa hai. Lakini Sara alikuwa na aibu sio poa, akasema kwamba hawezi kumwangalia mwanae tena usoni, maana alijaribu kumuua mwenyewe kwa mikono yake. Kwa hiyo alimuomba Dr. Benda kwamba aweze kumuokoa mwanae kwa niaba yake. Dr. Benda bwana akaanza kuwaua wafanyakazi kwenye ile nyumba mmoja baada ya mwingine, na alikuwa anaanza na wao kwanza, alafu kisha amtimbie huyo mhubiri akamchakaze. Sasa alipofika ndani, kwanza aliweza kumpiga risasi Miss White na kumuua, lakini tayari mtoto alikuwa ameshapoteza fahamu kutokana na zile dawa ambazo alikuwa amewekewa, na mchungaji naye akawa anamwambia kwamba huyo mtoto tayari ameshakufa. Sasa cha kushangaza zaidi bwana, Dr. Benda aliweza kumshuhudia huyo mchungaji akiwa amesimama kabisa na kutembea kwa miguu yake, tofauti na vile mwanzo ambavyo alikutana naye alikuwa yupo kwenye wheelchair. Sasa kabla hajapata muda wa kuelewa kinachoendelea, yule mchungaji bwana aliweza kumchapa kwa fimbo ya chuma, alafu kisha akajaribu kumua Dr. Benda kwa kutumia ile dawa ambayo alikuwa ameiweka kwenye kinywaji cha Hela. Lakini hakujua kwamba daktari huyo tayari mwili wake ulikuwa unakinga dhidi ya
hizo dawa muda mrefu sana. So Dr. Benda bwana akabaki na nguvu za kupambana na kutumia nafasi hiyo kumpiga risasi huyo mchungaji mpaka akaanguka chini. Sasa baada hapo bwana alijaribu sana kumwamsha Hela, lakini wapi, akawa hafanikiwi. Sasa wakati akiwa ameshakata tamaa kabisa, Dr. Benda aliweza kuchukua ile bastola na kutaka kujiua bwana. Lakini ghafla akamsikia Hela akiimba taratibu kwa kitabasamu. Muda huo huo bwana, mtoto wa mchungaji naye aliweza kufungua mlango kwa teke na kutishia kutaka kumuua dokta, lakini Sara hakuwa mbali, aliweza kumchapa risasi kwa nyuma na kumuua kabla hajafanya chochote. Hatimaye Sara sasa akawa ameungana tena na binti yake. Miaka kadhaa baadaye, Hela akawa ameshakuwa mdada mtu mzima tu ambaye anafuata kuolewa kabisa. So aliweza kuandika simulizi ya maisha yake yote ambayo amepitia, lakini uwezi amini bwana, mpaka leo bado tu anaendelea kuvaa gloves kwa sababu anajua kabisa endapo atagusa kitu chochote basi ujue kimekufa. Najua kuna kitu utakuwa umejifunza kupitia hii movie. Binafsi mimi nimejifunza hapo mwisho hapo kwenye swala la mchungaji. Wewe je, hebu niandikie hapo kwenye comment umejifunza kitu gani? Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare ili uweze kuwa mwanafamilia wa Mentalix Recaps. Mimi ni mchizi wako Aiko, see you next time.